nyinyi sasa, si kwa kuondosha uchafu wa mwili, lakini ni engagement d'une bonne conscience. Na ndio maana Baba Mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa wapendwa wamepokea neno lako, na kwa sababu ya neno lako ukasema hivi ya kwamba mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia nyinyi. Kwa kuwa wao wametakaswa kwa neno na wameweza kuhesabiwa haki kwa ajili ya kazi ya msalaba, damu ilipokutoka tukapata usamaha wa dhambi. Na kwa muda kama na huu, Baba Mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa walipokea neno lako, walipokea imani kwa neno lako, na kwa sasa kwa jina la Yesu ni muda mzuri ya kuwawekea mikono ili wapokee Roho Mtakatifu, kwa kuwa imeandikwa wazi ya kwamba na Roho Mtakatifu ambayo Baba atamtuma kwa jina langu atawafundisha nyinyi yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia nyinyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Sepukwa Baba Mtakatifu wa Israeli, ninamwekea mama huyu mikono, apokee Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu zifanye kazi katika maisha ya mama. Umutu wake wa zamani uende mbali naye. Roho Mtakatifu amuongoze, kwa kuwa kazi ya Roho Mtakatifu, andiko linasema wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ndio watoto wa Mungu. Kwa kuwa Baba, Roho Mtakatifu ndio muhuri ambao umewekwa na Baba. Acha amuongoze Senyor, awe wako nawe uwe wake, umutawale akili yake, mawazo yake. Waliomuona jana waone mabadiliko katika maisha yake. Baba Mtakatifu wa Israeli, kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambao umepokea, acha Baba Mtakatifu wa Israeli waliomtafuta kwa kumpiganisha Senyor. Hata andiko linasema siku ya Pentekoste wale waliopokea Roho Mtakatifu alionekana kwa kama ulimi wa moto. Na ni wewe Mungu unayefanya watumishi wako andimi za moto, hata wote wanaweza mpiganisha Senyor wasimuoze tena. Naomba Roho Mtakatifu amfunze, Roho Mtakatifu amuongoze, Roho Mtakatifu, matunda ya Roho Mtakatifu yaonekane, kwa kuandiko nasema matunda ya Roho ni upole. Upole uonekane katika maisha ya mama huyu. Matunda ya Roho Mtakatifu ni furaha. Furaha ionekane katika maisha ya mama huyu. Maandiko nasema matunda ya Roho ni uvumilivu. Avumilie mbele ya majaribu na umuokoe katika yote. Andiko nasema matunda ya Roho ni wema. Uwezeshe kutenda wema. Kwa kuwa matunda ya Roho itende kazi ndani yake. Aongozwe na afundishwe na Roho na umpiganie kwa yote, kwa kuwa yeye ni wako. Bwana muombea pokea Roho Mtakatifu mjina la Yesu Kristo. Amen. Na tunafika mwisho wa ibada ya asubuhi ya leo.